Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasikilizaji na watazamaji wetu wapendwa wa Iko Wapi Zamani, tunawakaribisha tena katika siku nyingineo, ikiwa ni siku ya leo, siku ya Jumanne tarehe 21 mwezi Aprili 2026, tukiwa katika studio yetu hapa. Tuna furaha leo kumkaribisha mgeni wetu, mtu maarufu katika sehemu za Kisauni ama zamani ikijulikaniwa Kongowea. Alikuwa ni mchezaji wa timu ikijulikana Kongowea Football Club. Kwa hivyo leo tuko na yeye ili atuchanganulie ile historia aliyoipitia yeye na ule uzoefu ambao watu walikuwa wakimjua nao. Basi leo ni siku yake ya kujimwagamwaga, akatueleza yale mapito aliyoyapitia, kwa sababu kwa wale tuliokuweko, ingawa mtu kama mimi umri wangu ulikuwa ni mdogo miaka hiyo ya 70, lakini kuna mambo kuanzia miaka hiyo mpaka leo mimi bado nayakumbuka, ikiwemo timu ya Kongowea. Kongowea walikuwa na sifa, miongoni mwa sifa za kuzalisha wachezaji wakubwa wazuri. Ukisikia mechi ya Kongowea wewe hutaki kuikosa. Tumebahatika leo kumpata Captain Aziz ambaye alikuwa ni katika squad ile ya Kongowea ya miaka hiyo. Kwa hivyo leo tunamkaribisha. Tafadhali mzee wetu bwana Aziz, Captain Aziz, jieleze kwa wasikilizaji wetu, jina lako, kukulia kwako na udogoni mwako. Tuanze na udogoni, tusurukie kule kukali. Tuanze hapo udogoni, kwa sababu watu leo naona wamejiandaa kutaka kukusikiza. Karibu bwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abdul Aziz Mahmud Hassan. Mimi udogo wangu, sisi tulizaliwa Majengo katika maisha ya primary school Majengo, pamoja na mdogo wangu ambaye aitwa Abdul Hamid Mahmud Hassan, alafu yeye akawa jina maarufu aitwa Madegwa. Afwan, Majengo mkubwa shekhe, tupe Majengo Ziwani. Wallah, naam. Alafu baadaye tuko kwenye primary education kama standard 5, 6 hivi, mzee wetu akaamua kuja Kongowea. Ndio sisi tukaja Kongowea, mimi na ndugu yangu. Tulipofika Kongowea hatujui watu pale, sisi ni wageni. Lakini kwa bahati wale wenzetu ambao tusoma nao shule pamoja kwa tujua, tulipoingia mtaa wa Kongowea wakaanza kuambia watu, hawa ndugu wawili hawa ni wachezaji mpira bwana. Wachezaji mpira. Lakini sasa mimi na ndugu yangu hatukufanya haraka. Tukawa tutulia mtaani, mgeni, hatujui watu, tulia nyumbani. Ndio watu wakaanza kutufuta polepole. Kwa kuna uwanja ambao sahihi ndio ule Joe amejenga stadium pale. Walikuwa kuna uwanja waitwa Minazini. Hapo ndo tuenda paka hapo, tucheza mpira kidogo, turudi zetu nyumbani. Mimi na brother wangu. Ikenda kumbe kule juu Maweni kuna kiwanja cha Kongowea Primary School. Na hapo pako kuna timu yaitwa Darlington. Sasa sisi hatujui, ndio jamaa kaanza kutuambia kuna timu kule yaitwa Darlington bwana, twendeni bwana. Kwa tuvutwa polepole, tuingia mtaani sasa. Ndio tena paka kule kwenye uwanja wa Kongowea tuangalia Darlington wacheza mazoezi yao, sikawaangalia. Alafu tukapata nafasi sasa wenzetu wengine kama wachezaji kama 7 hivi ambao tukaanza kuinukia. Mmoja anaweza mtaja ni huyu Mwinda, goalkeeper, alafu mwingine Abdalla Nyambu, alafu mwingine Salimu Ambasege na wengineo. Sasa wale Darlington walipotuona si twenda pale kwenye mazoezi yao, wakaanza kuhamasisha join pale. Tukajoin, wakicheza mechi sisi twenda tuangalia, tunaonoka pale, si bado hatuchezi, twenda tuangalia. Lakini tukawa tufurahi na ile football wanaocheza, wachezaji wenyewe pia bado hawajakomaa hivyo. Ikaja bahati, kuna bwana huyo ambao hatuwezi kumsahau, aitwa Athman Omar Chai. Huyu bwana alikuwa kwa kufanya National Youth Service kama nakumbuka hivi. Sasa akiwa live ndio yuaja na yuacheza yeye Darlington. Sasa akija huyo bwana
ule uchezaji wake, sisi wachezaji ambao sasa ndio tunataka kuinukia, hawatufurahisha sana katika wachezaji wale wote ambao walikuwa wanacheza. Ngoma yake ikawa safi kabisa mpaka sisi tukawa tunamwadmire. Sasa huyu Chai huyu akawa sasa yeye pia ashatuona sisi vile tunavyocheza, akawaambia wenzake, leo hawa vijana hawa mpaka tuwapate waingize kwenye timu. Tukiwapata hawa timu itakuwa nzuri, hawa vijana ni wazuri sana. Wewe na Madegwa? Mimi na Madegwa na Mwinda na mwingine Abdalla Nyambo, mwingine Salima Mpasege, kama wanane hivyo wachezaji. Basi tukawa sisi mwanzo tutasita. Sasa katika ile kusita mara ikaja ile sheria kwa timu zote hakuna kuita majina ya foreign. Ndio. Wabadilishe majina, waiteona kama Liverpool wakijiita Mwenge. Ushaona? Wajiite majina ya hapa. Ikaja ile jina ikabadilishwa ikawa Kongowea FC. So kabla hapo ikiitwa Darlington. Kisha ikaja Kongowea. Walipoamua sasa kubadilishwa hiyo majina, hiyo majina haya hakuna kuta jina la foreign. Ndio. Ndio ile sasa moja kwa moja ikaitwa Kongowea FC. Sasa ilipoingia ile jina Kongowea FC, sisi tukapata morali. Tukajua sasa hii ni jina la mtaa sasa. Ushaona? Sasa Mungu akatusaidia na huyu bwana Chai huyu akatupa motisha zaidi. Tukaa sasa tuchezea ile Darlington kidogo. Lakini sasa kwa jina la Kongowea FC. Ile Darlington hakuna tena. Na hiyo ndio timu ambayo ilikuwa katika huko ile Kisauni iko kwenye ligi ya KFF. Hizi timu nyingine haziko. Lakini pako kuna timu moja Kisauni inaitwa Blue Band. Na uwanja wao ni ule pale Lights, ambapo sasa kuna Lights zile kwa kiitwa Nyali Ground. Kengeleni pale. Ndio kwa uwanja wa hiyo timu ya Blue Band. Sasa na wale Blue Band nao pia wakaja kapata habari zetu. Kwa kuna vijana bwana wamekuja wanainukia wazuri sana, wanapiga hiyo ngoma ya kisasa, ngoma kileo. Wakawa pia tutaka. Sasa ikenda na ule uwanja kule wa Kongowea kule primary school, wasi uwanja mzuri hivyo kushona. Sasa tukaona mwisho hii Kongowea nao pia haina nguvu hivyo, wachezaji wale wa zamani pia wakagive up. Tukaamua sisi tugure twende kule uwanja wa Blue Band. Ambao ndio ule wa Kengeleni pale. Ndio. Wale wakatukaribisha vizuri kama mashallah. Sasa sisi tuwapiga zoezi pale na wao, lakini mechi zetu ligi ikifika wacheza kivetu Kongowea FC. Na wao pia wakawa watusukuma kwa kuna wachezaji wazuri kama kina Shebani ambao kwa goalkeeper wao, alafu kuna na Enoch, wengine kwa Wiraga, wakatu inspire, wakatutia morali. Lakini sisi mtu aliyetugadi zaidi ni huyu Chai. Athman Chai. Huyu bwana alifanya kazi kubwa sana. Alafu sasa tulipoungana pale na wale watu wa Blue Band yenyewe mara ikenda mara upya kafifia. Sasa sisi tukachukua full control ule uwanja. Sasa ule uwanja ule ndio ulitusaidia sana. Mara kwa best kwa ndani. Ndio na wale wazungu waliojenga Nyali Bridge ile zamani. Ndio. Uwanja flat mzuri. Watusaidia kimazoezi. Na sisi sasa tukaanza kutoa wachezaji ndani ya ile area ya Kongowea kwanza peke yake. Wakachibuka wachezaji wengi na mashallah Mungu alitujalia ila mchezaji alikuwa natural. Si ule kufundishwa fanya hivi pepeta hivi. Ile enukae natural. Mpaka tukapata timu. Na tukiongozwa na huyu Chai. Alafu huyu Chai akaja kawa captain wetu pia. Ndio akawa captain wetu. Akatuongoza kama captain kiasi ya miaka 2 hivi, akapata injury, ikabidi aache mpira. Sasa ile kupata injury ile akaniacha, akanambia Azim, na mimi sasa nikatumia akili, nikawa na muandama huyu jamaa anafanya leo rafiki, niko naye karibu na muige yale mambo yake, mpaka yeye pia akawa na morali na mimi. Akatangaza akasema, bwana mimi naacha ukapteni, lakini huyo Azizi ndio achukue. Akakutawaza kwa ndio captain. Na uzuri jamaa pia na wakati huo yake niachia, mimi nilikuwa ni vice wake. Okay. Akawa nenda naye vizuri, wachezaji pia watuheshimu nini. Discipline kabisa. Alafu huyu bwana Chai, mimi kitu ambacho nilikipenda kwake, alikuwa akisimama pia akizungumza,
ukiwa na matatizo namna hii, namna ya kuwatatua, alikuwa hodari sana. Basi tukienda naye hivyo mpaka kaacha. Lakini sisi kwa ile imani yetu, alipowacha captain, sisi tukamchagua team manager. Sasa ndo team manager wetu. Sasa hapo ndo kazi ikaanza chini ya team manager wake. Alafu Mungu akatujalia, tukabahatika tukapata viongozi wazuri. Tukapata chairman mzuri alikuwa akiitwa Abdullahi Amur. Mwisho pia kwenda kapigania vice chairman ya KFF akapata. Kuna sekretari akiitwa Ganuga akafanya KBS, au kwa sekretari mzuri sana. Kuna bwana alikuwa akiitwa Charles Mtaita, alikuwa treasurer wetu afanya Standard Bank, alikuwa treasurer mzuri sana. Mbali na viongozi sasa, alafu wachezaji pia mashallah, kuna wachezaji wa hali ya juu. Hapo sasa tuko kwenye 70s, tuna 71, tukapambana na timu ngumu town, bado hatujafanikiwa. Tukaenda ilipofika 74 5 hivi, huyu chairman wetu Abdullahi Amur akaja na wazo. Alafu na kitu kizuri, tuko kuna washabiki, masapoti wetu walikuwa wa hali ya juu kabisa sana, walitusaidia sana katika mambo mengi ya ushindi, wasimama na sisi. Na wakati huo hatuna pesa hakuna, ni ghera tu. Huyu Abdullahi Amur akasema, bwana, mimi naona afadhali sisi kweli. Kwanza kabla hapo kukaa kuna ligi ya huku Kisauni, kuanzia Kongowea, Kisauni, Mwandoni mpaka Bamburi, itwa Skabas Kuba. Tukacheza pamoja na watu wa Freetown, ilikuwa ligi ngumu pia. Sisi pia tukaingia tukawa tunacheza kwenye ligi. Sasa katika ile ligi kucheza, wagundua kuna wachezaji kumbe huko Kisauni na hawaonekani kwa sababu hawachezi KFF, hawakuki town. Chairman wetu bwana akaja na wazo, lakini Ganuga akasema, kwa nini bwana, ili tupate nguvu zaidi ya matoni wale, timu ni nyingi, sisi peke yetu, tuchukueni wachezaji wengine wazuri wa huko tuwe nao kwa hii umbrella ya Kongowea FC. Basi bahati chairman wetu tukafanya bidii, Abdullahi Amur tukafuata Kisauni, tukapata pale mmoja Said Amir, tukapata Salim Chengo, tukapata Bashir, tukapata Juma Ramadhani goalkeeper pia. Alafu tukasonga mbele Bamburi, tukapata mmoja aitwa Bakari Mzuka, tukamsaini pia. Basi ilipoingia 76 sasa tukawa na kikosi cha hali ya juu ya hawa wachezaji tuliochukua na wale wetu wa Kongowea pale wajumuika. Ndio mwaka bwana Mungu akatujalia ngome kubali ile sasa. Kila simamaye kwa mbwaga. Nikuzuie kidogo hapo kwa sababu nataka ile ladha ije vizuri zaidi. Katika wachezaji waliokuweko, nyote mlikuwa mkivaa viatu au kuna wengine wakicheza mguu chuma? Manake mashallah sote tulikuwa tukivaa viatu. Nyote mpiga viatu. Na viatu vyenyewe tulikuwa tunavipata wakati wa kura hizi. Ndio. Haya jamaa kisimama kura, waja pale kuna Sedeme, kuna Marua, kuna Sedeme ile Sudi Mandano. Ndio wale ukunulia viatu. Kama mashallah sote tukacheza na viatu. Hakuna mchezaji ambaye tukacheza bila viatu. Okay, tuendelee. Naam. Sasa huo mwaka huo Mungu akatusaidia. Tukafaulu, tukachukua ubingwa na tukaregesha ile hali ya Kisauni yote, ikawa tuheshimika kwa vile tuliungana na wachezaji wetu wengine, tukawa timu moja imara sana. Matingisha. Sasa mimi nikapata injury pia hiyo 76 ya goti, nikabidi nikae mwaka mzima bila kucheza mpira. Sasa katika 76 77 kuendelea mbele bado nikapata pigo, na si pigo ni Mungu pia akatujalia. Sikaja hizi timu za kampuni zikawa zimeundwa nyingi sana. Sasa kila timu wa kampuni lazima tutokelea kwetu Kongowea. Kabaki tuchukuliwa wachezaji wengine wakaenda Kago, wengine wakaenda Kenatco, wengine wakaenda Transocean, wengine wakaenda Bros. Sasa kufifia. Hatuna namna tena. Tukaenda hivyo timu ikafifia.
generation yetu ikaondoka, wale wengine washakwenda kwenye makampuni. Mungu akajalia baadaye ikaja generation nyingine wakawa wanajiita Golden Star. Wao ndo wakatake over kwa kina hawa Boroa, alafu na brother wangu mimi pia iko London sasa Pasani na wenzake tunasubiri nani wao ndo wakaendeleza baadaye. Na sisi katika ile kikosi chetu tulibahatika pia kupata mchezaji mmoja. Kuna mchezaji wetu mmoja aitwa Ibrahim, mchezaji mzuri sana, aishi Kisauni hapa, lakini pia kama Kongoya ankulia sana. Akaja akasema mimi jamaa leo ninakuja, kila skuli zikifungwa yeye yuaja. Akaja siku akaja akasema bwana, mimi safari ninakuja na mwenzangu nasoma naye, mchezaji mzuri sana mzuri. Kwa hivyo mimi niko tayari leo game leo mimi msichezeshe yeye. Wakati kwa chaje wewe mchezaji wetu mzuri tumchezeshe. Akasema au jamani mchezaji chezesheni bwana, muone nyinyi mtafurahi. Aishi wapi? Aishi Malindi. Sasa itabidi mtoke mwende mpaka Malindi kuzungumza naye aje apige game. Basi tukatoka tukaenda kama watu wawili watatu mpaka Malindi kuzungumza naye, akakubali. Akija ni player. Player sasa alitupigia sisi, alafu akachukua na FC Leopold, alafu akapigia Harambee Stars. Jina ni Isa Suleiman. Isa Suleiman maarufu sana ndio. Okay. Sasa wale pia kwa ni product ya Kongoya. Ndio. Alafu kuna wachezaji ambao siwezi wakumbuka wote, lakini nikiwataja kimajina walichangia pakubwa sana. Kama Said Amiri, kuna Uchengo, kuna Salim Ambasegi ambao nimecheza nao mimi mwenyewe. Kuna Abdalla Nyambu, kuna goalkeeper huyu Mwinda. Hao ni watu ambao mimi tumecheza nao pamoja na tuliunua mpira wa Kongoya. Nafikiri kulikuwa na Ali Tamimi pia, ama Ali Tamimi yule kutoka Chalisa akacheza. Mchezaji ambaye tulipata Kishada sijui nafikiri huyo kumbuke. Naam. Alafu tukabahatika hiyo 76 tukapata kule Jumaa maarufu kwa Juma Kogo, wewe mchezaji wa Nanyuki kwa. Akaja pia akatujoin. Pia kwa mchezaji mzuri sana midfielder. Alafu na huyo brother wangu Degwa ndio kwa midfield yetu. Kwa hivyo hao ndio wachezaji pia waliinua mpira wa Kongoya. Kwa hivyo kwa ufupi mpira ulichezwa na wachezaji walikuwako. Ni vile haikuwahi kutokea kufanya kitu kama video zikaonyeshwa zile picha. Na si Kongoya peke yake, siwezi sema Kongoya peke yake, mpaka wenzetu wale wa town wachezaji walikuwako. Na timu pia zilikuwako, timu imara. Pengine challenge kubwa waweza kuikumbuka wewe katika michezo uliyocheza, lazima kuna timu moja siku moja ulikuja ukacheza ukasema hapa ilikuwa ni balaa tu. Mechi yoyote waweza kuikumbuka kama katika memory, katika kukumbuka kwako? Ziko, unajua tulikuwa kuna rivals wengi, maana jamaa kisikia wacheza na sisi kwa kila mtu wajihani. Unaona. Lakini timu ambayo tulikuwa tukipambana sana, tukisumbuana nao sana ni wale Saragossa. Wale wa pale Floringi wale. Wale ndio walikuwa leo mpaka masapota wetu pia kitwa Dandini baadaye kina Alimarambe wale. Unaona. Sasa wale ndio tukicheza na wale huwa ni kama wao. Ndio. Alafu siku hizi nyingine kama Black Panther, Congo Boys pia. Unaona. Maana tulikuwa hatuna bahati, timu zote tunazocheza nazo ikawa sisi timu ambazo walikuwa tuziogope ni za bara. Hao bara walikuwa tuogope. Okay. Kwa sababu wao ni watu wa nguvu. Lakini timu zetu wana challenge kubwa sana. Wana challenge kubwa. Alafu wakati ule mpira ulikuwa mgumu, wachezaji wazuri. Hakuna timu hata ambayo wachezaji ni wasiwasi. Kwa maana wachezaji wa kisasa na wao pia wasema wachezea timu zao vizuri. Mpira ulikuwa kwa ufupi. Na katika administration wale wasimamizi wa hizi game KFF wakati ule, wengine mkiwakumbuka watu kama kina Sadla Khamis, kina
waliokuwa manake wao ndio wakitoa zile fixture na watu wakingojea fixture sasa zitoke ili game zichezwe. game zichezwe. Kitu ambacho utasikitika kidogo kuhusu ile KFF ilikuwa kwa zamani, kidogo walikuwa na kama ile upendeleo, kama hizi timu kama zetu walikuwa wazipi kipaumbele sana. Wao walikuwa wakiangalia timu za town. Sisi kitu ambacho walikuwa chatusaidia sana ni marefari. Marefari ndio walikuwa waungwana, waangalia kama jamaa wanapiga ngoma kisawasawa, hawadhulumu watu. Kama maicheza ngoma kisawasawa, refari pia ni vigumu ku. Na mlikuwa mkimanage vipi, mkisimama vipi kutoka Kongowea kuja mpaka town kucheza, ikiwa manake watu walikuwa ni vipi, wakijitegemea wenyewe, wengine wakipiga miguu labda mpaka town? Sisi ilikuwa watu wajitegemea wenyewe, lakini tukapata bahati kwa Mwarabu mmoja aitwa Abud, alikuwa na gari, alafu na huyu chairman wetu Abdullah Amur pia ana gari. Sasa ilikuwa zile gari ndio zikisaidia kutransport wachezaji mpaka uwanjani town, lakini mashabiki wanakuja wenyewe kwa maguu. Alafu ikenda tukaanza kupata ile, kwa sasa twastawi, timu ya nawiri yacheza vizuri, ikawa sasa kwa kufanya mchango tuagushiwa matatu. Na tuna garden yetu tumejenga vizuri pale, twavaa pale klabu, matatu yaja yatubeba wachezaji wote mpaka uwanjani. Hapo sasa ni wakati wa 74-75 tuanza kuja vizuri. Tukaanza kupata hizo privilege za transport na nini, na wachezaji wakawa mashabiki wajitolea watusimamia, mpaka ikenda wakati sengine kama siku game ngumu pia sisi twajisatiti twatia lunch pamoja. Ndio ushaona ikaja ile pia kujenga morali. Sasa pia sisi tukapata ile motisha na nini, lakini kwa ufupi wakati ule Kongowea kwa ni mtaa mmoja wa balaa, mtaa mmoja wa fujo. Ushaona ukora ulikuwa kidogo mwingi, lakini mpira ukabadilisha kila kitu. Maana kulikuwa na ile Congo by force. Sasa watu wakiogopa wakisikia. Lakini sasa mpira ukabadilisha. Maana ikifika saa 9:30 saa 10 upati vijana mtaani. Vijana wote wako uwanjani wanangoja wachezaji waje. Ile mechi pale kwenye practice pale utafikiri ni mechi. Watoto wako uwanjani. Jioni tushamaliza mazoezi, turudi sote grupu sisi wale mashabiki wetu, turudi mtaani pamoja. Maana uwanja uko nje ya mtaa. Kingeleni pale. Mtaa uko kule na uwanja uko nje ya mtaa. Alafu mzuri mwingine ile viwanja walikuwa kitusaidia kwa sababu ya friendly game. Hizi friendly game pia zasaidia. Ndio. Kwa sababu sisi tulikuwa pia sasa tualika watu pale ya friendly game na watu pia watu wengine pia tuwafuata kwenye viwanja vyao ya friendly game. Mashaallah. Sasa zile pia kwanza tujenga. Uzuri sana bwana. Napenda tuchukue muda kidogo utuangazie ile listi ambayo wewe ulioipenda ya Kongowea na kututajia ikiwezekana player mmoja na sifa zake. Maanake watu tujue likitajwa jina fulani tuenda katika fikra zetu yuko vipi. Goalkeeper tukianza, mlikuwa na goalkeeper wa aina gani? Sisi tulikuwa na wachezaji wengi alhamdulillah, na wote ni wazuri. Hata ile kufika ile siku ya kupanga listi sengine watatizika, lakini ilikuwa uweke kwenye listi hata kama ni mzuri na kugemea mazoezi. Umefanya mazoezi ya kisawasawa, mashabiki pia, manake hatuwezi ficha kitu. Ndio manake mashabiki pia wanakuja uwanjani, wanakuja wanaona live. Azizi ni captain, lakini 3 days amekosa mazoezi, hatukumuona. Sasa ile pia ile ilikuwa ya kutupa motisha, kwa sababu kuna watu mashabiki wanasimama na sisi. Sasa ilikuwa pia vichwa vya kuuma, lakini lazima kuweko na ile first 11 ambayo hiyo ndio paka mashabiki wenyewe waiamini. Wakiwekwa wanajua leo ushindi utapatikana. Na mara nyingi
Tukianza na goalkeeper sana, tuko na goalkeeper kama watatu hivi, lakini best ilikuwa ni huyu Mwinda. Mwinda Mpaka dakika heshima yake. Ameweka rekodi nzuri sana. Ameweka rekodi nzuri sana. Fullback mbili. Fullback mbili ilikuwa ni mimi mwenyewe captain. Okay. Alafu fullback 3 alikuwa ni huyo anaitwa Ambasege, Salim Ambasege, pale pale Kongowea. Okay. Lakini marehemu sasa hivi. Alafu stopper ni huyo Salim Haji ambaye alikuwa tumemchukua kutoka Snake Valley Kisauni. Stopper mzuri sana pia. Ndio. Alafu center half kwa huyo bwana mchukua kutoka Bamburi akiitwa Bakari kwa center half wetu. Alafu 6 kwa kuna huyo ambao tulikuwa mpaka tukachukua ushindi. Naam. 76 kwa ni huyu Jumaa huyu ambaye kutoka Wananyuki, alafu na mwingine akiishi Mkomani aitwa Adriano. Au ndo kwa 6 wetu. Ndio. Alafu midfield 7 akwa mmoja aitwa Abdalla Nyambu, alafu akachukuliwa na Kinacho. Alafu 8 alikuwa ni brother wangu Degwa. Ndio midfielder huyo. Ndio ukisikia mimi mdogo nasikia uwanja Madegwa. Kabisa huyu manake movement zote za Kongowea zikifika kwake ndio za produce mabao. Ndio. Alafu 10 tukaja tukampata huyu Isa Suleiman. Okay. Sasa combination ya Isa Suleiman na huyu brother wangu Degwa ndio sipo classic. Ndio. Alafu 9 ilikuwa ni huyu Ibrahim marehemu pia sasa. Ndio. Alafu 11 yule Said Amiri ambaye tulimchukua Kisauni, ambaye alafu akala baadaye naona alicheza kama ni fullback baadaye tena. Said Amiri Kago Said Amiri alicheza fullback baadaye kwa Kago. Alafu akala KPA. Kuna mmoja nafikiri hujamtaja au unajua list hubadilika. Murtala Ganuga alimtaja, lakini Murtala kwa Kongowea B. Okay. Kongowea B. Alafu yeye pia alikusaidia sana pia katika ile kuongoza hikma. Alikuwa pia ni mchezaji mmoja na hikma. Ndio. Ushaona mahali pia kama tumekwama hivi kimawazo, yeye asaidia. Okay. Pia alikuwa ni mchezaji mmoja mzuri sana. Mashaallah. Lakini alichezea Kongowea B. Very nice. Wallahi historia nzuri sana, historia nzuri. Na maofficial wa Kongowea walikuwa ni kina nani? Hapo sasa pia swala moja zuri sana. Sema kweli sisi kama nilivyoanza mwanzo tulibahatika, tulipata vile vitu vinne ambavyo klabu yahitaji. Ile vitu vinne hamwezi kujenga klabu. Kwanza officials. Tuko na official best. Chairman wetu alikuwa kwa best, Abdullahi Amur. Kwa best. Alafu hata alipigania KFF kama alivyosema akapata vice chairman. Ndio. KFF. Alafu secretary alikuwa ni Mwinyi Ganuga. Ndio kwa secretary wetu. Pia KFF pia walimtaka vile alivyokuwa akaenda kwenye kesi za klabu yetu. Akipambana nao pia wakamwadmaya wakawa wamtaka. Alafu treasurer alikuwa bwana mmoja kitwa Charles, fanya kazi Standard Bank. Alikuwa ndio treasurer wetu. Alafu team manager alikuwa ndio Athman Machai. Hao ndio officials wetu. Wallahi uzuri sana. Nimefurahi sana kupata historia nzuri sana ya timu ya Kongowea na juhudi zao za kuinukia katika hali ngumu kabisa ya mpira, kwa sababu wao wako nje ya mji. Wao wakicheza mechi lazima kuna transport ya kuwaleta town na kuwarudisha, lakini juu ya yote walikuwa ni timu kakamavu kabisa, timu imara kabisa. Ule muda ambao mliocheza nyinyi miaka hiyo 70, 80 na huu muda tulionao sasa huu ambao tunaweza kusema ni muda wa masikitiko kabisa, una yapi ya kutueleza katika kulinganisha mida hii miwili iliyo mbele yetu? Kwa ufupi kuna vitu viwili ndio huwezi fananisha na wakati ule. Kitu cha kwanza, sahihi viwanja, sahihi hakuna viwanja, na viwanja pia vilichangia pakubwa mpira kurudi nyuma mpaka mwisho. Stadium yetu hii pia inakaa miaka na alikuwa sisi tunajivunia stadium yetu, wengi tulichezea ndani ya ile stadium. Ndio ushaona. Alafu kitu cha pili, vijana wetu wenyewe pia sahihi
Maanake wakati ule ulikuwa hakuna mambo ya uraibu kwa sababu kijituma, kila mtu ajieka fiziki. Maanake tuanza mazoezi kuanzia asubuhi kama hakuna skuli. Hiyo ni extra yako, wacha ile ya jioni. Kwa sababu wewe mwenyewe unajijua, mimi sipokuwa fit, nisipofanya mazoezi sina namba, mwenzangu fulani hata maana namba ziko watu wawili. Ndio unaona, kwa si mchezo, magolikipa karibu watatu. Huyu mwenda mwenyewe pia kwa na kazi, akisleki kidogo wenzake wa karibu watatu wako. Wewe fullback kuna mwingine pia, wewe midfielder kuna mwingine. Na kama nilivyosema, uwanjani pale fiki kitu, mashabiki wote daily hawakosi. Ukimweleza story yote tu ya mchezaji fulani akwambia kila siku waje wa mazoezini. Fulani karibu siku 3 wakifollow up, wakifuatiliza ile wakifollow up. Zile mechi pia tuacheza, wale mashabiki wao tusaidia, wajua wanazisoma, wanajua leo jamaa yetu anapambana na timu ngumu. Sasa ndio wanaeka ile wanatusupport kwa bidii zaidi mpaka tuashinda. Tunashukuru pia bwana. Wengine pia wameenda mbele za haki. Mungu awarehemu. Nafurahi sana kwa hayo na juhudi zetu wengine sisi za kujaribu kuleta ile historia izungumzwe, tuka arrange mambo ya mahojiano kama haya, tukijiita Iko Wapi Zamani. Unaona vipi shirika hili linaweza kuleta usaidizi wowote katika mujtamaa wetu? Unaweza leta pakubwa sana, kwa sababu hawa vizazi wetu wa sasa hawakuona ile. Ushaona? Sasa ingekuwa wakati ule gani chukuliwa kwenye video wanaona kama vile wakiona kwenye Uingereza, mtu paka sasa amuona Pele, amuona Maradona vile, isingetokea pia mambo kama haya. Sasa hii Iko Wapi Zamani hii imesaidia pakubwa sana. Na hili jambo ambalo mimi nimeitiwa hapa leo pia kulizungumza, ili pia wana ni jambo moja la faida sana kwa kizazi kijacho. Mashaallah. Alhamdulillah. Ni wao sasa wakisikia habari kama hizi, wao wakipata mazungumzo kama haya, wanajua kumbe sasa kama Kongowea, watu wanajua leo kumbe Kongowea kufika si mchezo. Na watu walipata tabu, watu walioanza kwa tabu, ushauri walikuwa pengine kiwanja pia cha tabu. Naam, inshallah. Wakafanikiwa, ikawa Kongowea ikaingia kwenye map ya mpira, ilikuwa haiko kwenye map ya mpira sisi wakati tukiingia. Nzuri sana. Shukran sana bwana. Wallahi mimi langu ni kutoa shukrani kwa mzee wetu Captain Aziz kwa kujitolea kuja kuzungumza nasi, kutupa changamoto walizopitia na historia kwa ujumla ya timu ya Kongowea, na tunatarajia kwamba wasikilizaji wetu wamefaidika na maneno haya na watakariri kuyasikiliza tena na tena, ili yaingie vichwani mwao vizuri, ili tuwe na malengo ya kizazi chetu kinachokuja, kwamba na wao wafanye juhudi kama za wazee wetu walivyofanya. Na mpaka hapo tunasema shukran kwa kuwa nasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran bwana. Furahi sana bwana.